mateso yanakuja. Na itafikia wakati ambao mateso yatakuwa mengi. Na hapo Kristo atachukua kanisa lake. Na si kitambo. Mpendwa, leo nakwambia si kitambo. Mpendwa, tafadhali hakikisha kama uko katika unyakuzi. Na hakikisha ikiwa hutapatikana katika unyakuzi, umekufa ndani ya Kristo. Praise the name of the Lord. Today I'll be dealing with chapters 12 and chapters 13 of Revelation. Na 13 ya Ufunuo. Are you ready? Chapter 12 verse 1. 13 mstari wa kwanza. Now a great and wondrous sign appeared in heaven, a woman clothed with sun, with the moon under her feet, and a crown of 12 stars on her head. Na ishara kuu ilionekana mbinguni, mwanamke aliyevikwa jua na mwezi ulikuwa chini ya miguu yake, na juu ya kichwa chake taji ya nyota 12. She was pregnant and cried out in pain as she was about to give birth. Naye alikuwa ana mimba akilia hali ana utungu na kuumwa katika kuzaa. Then another sign appeared into heaven, an enormous red dragon with 7 heads and 10 horns and 7 crowns on his head. Ikaonekana ishara nyingine mbinguni, na tazama joka kubwa jekundu alikuwa na vichwa 7 na pembe 10, na juu ya vichwa vyake vilemba 7. His tail swept a third of the stars out of the sky and flung them to the earth. The dragon stood in front of the woman who was about to give birth, so that he might devour her child the moment was born. Na mkia wake wakokota theluthi ya nyota za mbinguni na kuziangusha katika nchi. Na yule joka akasimama mbele ya yule mwanamke aliye tayari kuzaa, ili azaapo amle mtoto wake. She gave birth to a son, a male child, who will rule all nations with an iron scepter. And her child was knocked up to God and to his throne. Naye akazaa mtoto mwanaume, yeye atakayewachunga mataifa yote kwa fimbo ya chuma, na moto wake akajakuliwa hata kwa Mungu kwa kiti chake cha enzi. The woman fled into the desert to a place prepared for her by God, where she might be taken care of for 1260 days. Yule mwanamke akakimbilia nyikani, ambapo ana mahali palipotengenezwa na Mungu, ili wamlishe huko muda wa siku 1260. And there was war in heaven. Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon and his angels fought back. Kulikuwa na vita mbinguni, Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka. Yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake. But he was not strong enough, and they lost their place in heaven. Nao hawakushinda, wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Now the great dragon was hurled down, that ancient serpent called the devil or Satan, who leads the whole world astray. He was hurled to the earth, and his angels with him. Yule joka akatupwa, yule mkubwa nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani, audanganyaye ulimwengu wote, akatupwa hadi nchi, na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Then I heard a loud voice in heaven say, "Now have come the salvation and the power and the kingdom of our God and the authority of his Christ. For the accuser of our brothers, who accuses them before our God day and night, has been held down." Nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, sasa kumekuwa wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake,
kwa maana ametupwa chini mshtaki wa ndugu zetu, yeye awashtakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku. Therefore rejoice, you heavens, and you who dwell in them. But woe to the earth and the sea, because the devil has gone down to you. He is filled with fury, because he knows that his time is short. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo, kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Kwa hiyo shangilieni enyi mbingu, nanyi mkaao humo. Ole wa nchi na bahari, kwa maana yule ibilisi ameshuka kwenu, mwenye ghadhabu nyingi, akijua ya kuwa ana wakati mchache tu. When the dragon saw that he had been hurled on the earth, he pursued the woman who had given birth to the male child. Na joka yule alipoona ya kuwa ametupa katika nchi, alimuudhi mwanamke yule aliyemzaa mtoto mwanaume. The woman was given the 2 wings of a great eagle, so that she might fly to the place prepared for her in the desert, where she would be taken care of for a time, times and half a time, out of the serpent's reach. Mwanamke yule akapewa mabawa mawili ya tai, yule mkubwa, ili aruke aende zake nyikani hata mahali pake. Hapo alishwapo kwa wakati na nyakati na nusu ya wakati mbali na nyoka huyo. Then from his mouth the serpent spewed water like a river, to overtake the woman and sweep her away with the torrent. Nyoka akatoa katika kinywa chake nyuma ya huyo mwanamke maji kama mto, amfanye kuchukuliwa na mto ule. But the earth helped the woman by opening its mouth and swallowing the river that the dragon had spread out from his mouth. Nchi ikamsaidia mwanamke, nchi ikafunua kinywa chake, ikaumeza mto ule aliotoa yule joka katika kinywa chake. And the dragon was enraged at the woman and went off to make war against the rest of her offspring, those who obey God's commandments and hold to the testimony of Jesus. Joka akamkasirikia yule mwanamke, akaenda zake afanye vita juu ya wazao wake waliosalia, wasishikao amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu, naye akasimama juu ya mchanga wa bahari. I want us to continue chapter 13. There's something ili tumalize hapo nishikanishe pote. Amen. Amen. There's another beast. Now remember, kumbuka basi, the first one is the dragon. Yule wa kwanza ni yule joka. The dragon who is following the woman. Joka ambaye anamfuata yule mwanamke. Now there's another one who is appearing in 13. I mean chapter 13 there are 2. Kuna wengine wawili pale 13. And I saw a beast coming out of the sea. He had 10 horns and 7 heads, with 10 crowns on his horns, and each head a blasphemous name. Kisha nikaona mnyama akitoka katika bahari, mwenye pembe 10 na vichwa 7, na juu ya pembe zake ana vilemba 10, na juu ya vichwa vyake majina ya makufuru. The beast I saw resembled a leopard, but it felt like those of a bear, and a mouth like that of a lion. The dragon gave the beast the dragon. Remember the dragon? Kumbuka yule Chapter 12. 12. The dragon gave the beast his power and his throne and great authority. Na yule mnyama niliyemuona alikuwa mfano wa chui, na miguu yake ilikuwa kama miguu ya dubu, na kichwa chake kama kichwa cha simba. Yule joka akampa nguvu zake na kiti chake cha enzi na uwezo mwingi. One of the heads of the beast seemed to have a fatal wound, but the fatal wound had been healed. The whole world was astonished and followed the beast. Nikaona kimoja cha vichwa vyake kana kwamba kimetiwa jeraha la mauti, na pigo lake la mauti likapona. Dunia yote ikamstajabu mnyama yule. Men worshipped the dragon because he had given authority to the beast. And they also worshipped the beast and asked, who is like the beast? Who can make war against him? Wakamsujudu yule joka kwa sababu alimpa huyo mnyama uweza wake, nao wakamsujudia yule mnyama wakisema, ni nani afananaye na mnyama huyu? Tena ni nani awezaye kufanya vita naye? The beast was given a mouth to utter proud words and blasphemous, and to exercise his authority for 42 months. Naye akapewa kinywa cha kunena maneno makuu ya makufuru, akapewa uwezo wa kufanya kazi ya miezi 42.
He opened his mouth to blaspheme God and to slander his name and his dwelling place and those who live in heaven. Akafunua kinywa chake amtukane Mungu na kulitukana jina lake na maskani yake nao wakao mbinguni. He was given power to make war against the saints and to conquer them, and he was given authority over every tribe, people, language and nation. Tena akapewa kufanya vita na watakatifu na kuwashinda. Akapewa uwezo juu ya kila kabila na jamaa na lugha na taifa. All inhabitants of the earth will worship the beast, all whose names have not been written in the book of life belonging to the Lamb that was slain from the creation of the world. Na watu wote wakao juu ya nchi wakamsujudu, kila ambaye jina lake halikuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwanakondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa kwa misingi ya dunia. He was an hear, let him hear. Mtu akiwa na sikio na asikie. If anyone is to go into captivity he will go. If anyone is to be killed with a sword he will be killed. This calls for patience, endurance and faithfulness on the part of the saints. Mtu akichukua mateka, akachukuliwa mateka. Mtu akiua kwa upanga, atauawa kwa upanga. Hapo ndipo penye subira na imani ya watakatifu. Now we go to the second beast in chapter 13 of Revelation. Kisha pale 13 ya Ufunuo. Now remember, we have the dragon. Kumbuka tuko na yule joka in chapter 12. Pale mlango wa 12. And we have the beast that came out of the sea. Kisha tuna yule mnyama aliyetoka baharini. In chapter 13. Pale mlango wa 13. In chapter 13 there is another beast. Na kisha kuna mnyama mwingine. Let's see what happens. Wacha tuone kunatendeka nini. Then I saw another beast coming out of the earth. He had 2 horns like a lamb, but he spoke like a dragon. Kisha nikaona mnyama mwingine akipanda juu kutoka katika nchi, naye alikuwa na pembe 2 mfano wa mwanakondoo. Akanena kama joka. He exercised all the authority of the first beast on his behalf, and made the earth and its inhabitants worship the first beast, whose fatal wound had been healed. Naye atumia uwezo wote wa mnyama yule wa kwanza mbele yake, naye aifanya dunia na wote wakaao ndani yake wamsujudie mnyama wa kwanza, ambaye jeraha lake la mauti lilipona. And he performed great and miraculous signs, even causing fire to come down from heaven to earth in full view of men. Naye akafanya ishara kubwa, hata kufanya moto kushuka kutoka mbinguni kuja juu ya nchi mbele ya wanadamu. But because of the signs he was given power to do on behalf of the first beast, he deceived the inhabitants of the earth. He ordered them to set up an image in honor of the beast who was wounded by the sword and yet lived. Naye akawakosesha wale wakao juu ya nchi kwa ishara zile alizopewa kufanya mbele ya huyo mnyama, akiwaambia wakao juu ya nchi kumfanyia sanamu yule mnyama aliyekuwa na jeraha la upanga, naye akaishi. He was given power to give breath to the image of the first beast, so that it could speak and cause all who refused to worship the image to be killed. Akapewa kutia pumzi katika kila sanamu ya mnyama, hata ile sanamu ya mnyama inene, na kuwafanya hao wote wasiosujudu sanamu ya mnyama wauawe. He also forced everyone, small and great, rich and poor, free and slave, to receive a mark on his right hand, or on his forehead. Naye awafanya wote wadogo kwa wakubwa, matajiri kwa maskini, na walio huru kwa watumwa, watiwe chapa katika mkono wa kuume na katika vipaji vya nyuso zao, so that no one could buy or sell unless he had the mark, which is the name of the beast or the number of his name. Tena kwamba mtu awaye yoyote asiweze kununua wala kuuza, isipokuwa anachapa ile, yani jina la mnyama yule au hesabu ya jina lake. This calls for wisdom. If anyone has insight, let him calculate the number of the beast, for it's a man's number. Hapo the number is 666. Hapo ndipo penye hekima, yeye aliye na akili na hesabu ya mnyama huyo, maana ni hesabu ya kibinadamu, na hesabu yake ni 666. Hallelujah. Amen. Now in chapter 12, that is Revelation 12. Ule mlango wa 12 wa Ufunuo. There is a woman there. Kuna mwanamke pale. And this woman, huyu mwanamke represents God's faithful
anawakilisha ule watu waaminifu wa Mungu. And these people have been waiting for the Messiah. Na hawa watu wamekuwa wakimsubiria Messiah, Masihi. And the 12 tribes, the 12 crowns or the 12 stars represents the 12 tribes of Israel. Zile nyota 12 zinawakilisha makabila 12 ya Israeli. Now God set apart the Jews, he set apart the Jews Mungu for himself. aliwaweka wakfu wa Yahudi kwa ajili yake mwenyewe. When you read Romans chapter 9, 4-5, can you read for us? Tukisoma Warumi 9:4-5, ambao ni Waisraeli wenye kule kufanya wana na ule utukufu na maagano ya kupewa torati na ibada ya Mungu na ahadi zake, ambao mababu ni wao, na katika hao alitoka Kristo kwa jinsi ya mwili, ndiye aliye juu ya mambo yote, Mungu mwenye kuhimidiwa milele. Amina. Amen. Amina. And that nation gave birth to the Messiah. Hilo taifa likazaa Masihi. The male child, that is in chapter 12 verse 5, the same Revelation. Pale 12 Ufunuo 5. And this male child is called Jesus. Na huyo mtoto wa kiume anaitwa Yesu. And it was born to a devout Jew lady or mama called Mary. Alizaliwa na mama aliyekuwa amejitolea anaitwa Mary ama Miriam. And these details you can get in Luke chapter 1 verse 26-33. Haya yote tutapata katika kitabu cha Luka 1:26-33 kuhusu kuzaliwa kwa Yesu na Mary. Now, when Jesus was being born, wakati Yesu amezaliwa, there was a dragon's representative. Kulikuwa na mwakilishi wa yule joka. The dragon used, shetani anatumia mwanadamu. Nasikia? Shetani anatumia mtu wa mapembe, anatumia mwanadamu. So he used a king. Alimtumia mfalme at the time of the birth of Jesus. Katika ile siku ya kuzaliwa kwa Yesu. And this king, na huyu mfalme King Herod. Alikuwa anaitwa mfalme Herode. And this king is, when you read your Bible, he tried to destroy the infant Jesus. Ukisoma Biblia lako utaona kwamba mfalme alitaka kumuua mtoto Yesu. According to Matthew 2:13-20. Kulingana na Mathayo 2:13 mpaka 20. Hizo mnajua kabisa, hizo mnajua vile ambao Herode alikuwa anataka kumfanya Yesu. Now, and what happened now? Herod's desire to kill this newborn king, whom he saw as a threat. Herode akataka kumuua huyu mfalme ambaye alimwona kama tishio. A threat to his throne. Tishio katika ufalme wake. Was being motivated by Satan or the devil or the dragon that was. Alikuwa anashawishiwa na shetani ama yule joka. The red dragon. Joka mwekundu. Who wanted to kill our Savior. Alitaka kumuua Masihi wetu. But this woman runs away in the wilderness. Lakini huyu mwanamke akakimbia kule jangwani. You can see the story of Jesus here to run away to Egypt. Naweza kuona ile hadithi ya Yesu ilibidi aende Misri. Amen. Amen. So there's nothing hard for you to understand then kwa kuwa tu hizo lugha. Amen. Amen. Now this red dragon, huyu joka mwekundu, is an enormous red dragon. Yeye ni joka kubwa sana. Mwekundu. And it's Satan. Na ni shetani mwenyewe. That red color belongs to him. Hiyo rangi nyekundu ni yake. That's why unaonaga wachawi wengi wanapenda nguo za nyekundu. Hizo ni nguo za kishetani. When you see at the Nigerian cinemas, you see where they go kwa wale wachawi wao huwa it's all covered. Huwa zimefunikwa na rangi with red. That is red. Hiyo ni rangi nyekundu. Red is the dragon's color. Hiyo ni rangi ya yule joka. So this dragon has 7 heads, 10 horns and 7 diadem crowns. Huyu joka alikuwa na vichwa 7. Yeah. And these crowns and diadems, they were representing his power. Hivi vilemba vyote vilikuwa vinaashiria uweza wake. And the kingdom of the world over which he rules. Na ufalme wa dunia ambao anatawala. Amen. Amina.
There are more details. Kuna mambo mengi zaidi. But here you have to go deep into history. Lakini hapa lazima uingie ndani katika mambo yaliyopita. But we don't have that time. Lakini hatuna wakati. But know that this red dragon represents the devil, Satan himself. Lakini jua kwamba huyu joka mwekundu anaashiria shetani mwenyewe. Now, the stars, the Bible says, the stars that plunged to earth with him. Zile nyota ambazo zilishuka chini pamoja naye. Wana kuna watu malaika walioshuka nao. All right? They are considered to be called the fallen angels. Wao wanajulikana kama malaika waliotupwa chini. Who fell with Satan and became his demons. Walioshuka na shetani na wakawa mapepo. Amen. And these demons, na haya mapepo, hawa ni malaika ambao walikuwa wameundwa na Mungu. Now don't forget that. Usisahau hiyo. Satan was a very powerful seraphim before God. Shetani alikuwa ni serafi mkuu wa Mungu. This was a special angel. Huyu alikuwa ni malaika wa kipekee. That every part of his body produced music. Kila sehemu ya mwili wake ilikuwa inatoa muziki. It was very, very beautiful. Alikuwa ni wa urembo sana. When he fell, alipokuwa ameshukishwa chini, he fell. Mnajua coup naita coup. Kulikuwa na coup huko mbinguni, kulikuwa na kugeuza serikali. Kupindua serikali. Sasa ukipindua serikali, wewe ambao ulikuwa unapindua, unashikwa na wale ambao walikuwa wanakusaidia kufanya nini? Kwa hivyo huyu shetani na malaika wake, wale malaika waliokuwa wanamsaidia kupindua serikali walitupwa chini. Na ndipo pale tunasema kwamba mbingu zinafurahi kwa sababu ametolewa mbinguni. Lakini wanasema ole wao hapa duniani kwa sababu yuko hapa chini. Na amekuja kwa hasira. Amen. Amen. So when the devil Lucifer came down, wakati shetani Lucifer ambaye jina lake alishushwa chini, he did not only come and sit down, he formed a government of himself. Hakuja akatengeneza serikali yake mwenyewe, na akatumia wale malaika aliokuwa nao kutengeneza serikali yake ili aweze kuvatana. Sasa hii dunia ijue kwamba yuko na yule ambaye aliyeumba naye asikie chake. And these things have been happening here on earth. Haya mambo yamekuwa yakitendeka hapa duniani. I'll give you 10 offices. Atawapa ofisi 10 that Lucifer prepared. Ambazo Lucifer aliandaa kwa kutengeneza government yake sasa. And these things are very active up to today. Haya mambo yanafanya kazi mpaka leo. One, ya kwanza, he created a very powerful a powerful cult, ama kikundi ambacho ni cha kipepo kama yeye. Kama wewe umekuwa ukipigana vita vya kiroho lakini wengine hawajafika, kipanda sana katika vita vya kiroho, kienda katika majumba ya kuabudia shetani kama ile ya Freemason na Illuminati, mungu wao wanaomwabudu pale anaitwa Abu. Huyo ndiye mungu wao. So Abu was the angel who is after all power of Illuminati and all demonic power, even up to hell, is called Abu. Abu ndo anasimamia nguvu zote za. He is next to Lucifer. His power is next to Lucifer. Yuko karibu na Lucifer. Then there is the second one. Kisha kuna ya pili, who is called Jitihad. Anaitwa Jitihad. Jitihad is a trainer. Yeye ni
Mwalimu. Trainer. Mwalimu. Ana train watu. Anafundisha watu. Kwa mfano, when the kingdom of the devil has seen that you can fit in their kingdom. Wakati ufalme wa shetani umeona unaweza kukaa katika ufalme wao. In this kingdom we have queens and kings. Katika huo ufalme kuna malkia na wafalme. And it is upon this guy who trains the kings and the queens. Na ni huyu amehufundisha huyu mfalme na hawa malkia. They are everywhere. Wako kila mahali. Even in Malindi here, they are somewhere in the sea. Hata hapa Malindi wako mahali. They have their own queen. Wako na malkia wao mwenyewe. And these queens are more powerful than kings. In fact, all the continents of the world. Na hawa malkia wana nguvu zaidi kuliko wale wafalme. All the continents of the world, we have a queen. Bara zote za dunia ziko na malkia. And a queen is very, very powerful. Na malkia ako na nguvu zaidi. Amen. Amen. Tuko pamoja. So Jitihad is the one who trains these queens. Yeye ndo hufundisha hawa malkia. And some few kings. Na wafalme wengine kiasi. I said every continent gets a queen. Kila bara liko na malkia wake. Na wadogo wake. The devil Shetani is organized. Amejipanga vizuri. Then there was another angel who was given the office of communication. Kulikuwa na malaika mwingine aliyepewa ofisi ya mawasiliano. And this office of communication, na hii ofisi ya mawasiliano is very important. Ni muhimu sana. Because today, kwa sababu leo, it is the one which is leading to new world order. Ni hii ambayo inapeleka katika ulimwengu mpya. Now new world order, I'll come to talk about it. Ulimwengu mpya atakuja atanena kuhusu. But through this communication, ni kupitia mawasiliano. It is started, communication shetani ameinua. Now the world has become a small place. Dunia imekuwa mahali padogo sana. What is happening in the end of the world, you can see it on your phone. Kile kinatendeka mwisho wa dunia unaweza kuona katika simu yako. Well, you're wrong. Communication. Mawasiliano. Communication. Mawasiliano. This is very important to the devil. Hii ni muhimu sana kwa shetani. Because this is a plan of him from days there. Kwa sababu ni mpango wake kwa tangu mwanzo. And this angel in charge is called the spider. Na huyu malaika ambaye anasimamia hii idara anaitwa spider. Spider. Now, a spider buibui makes waves. Utengeneza ile nyumba yake. Nataka uwe very careful sikia. He makes webs. Anatengeneza ile nyumba yake. And the word website. Na jina mtandao came from Spider-Man. Lilitoka kwa buibui. Nakwambia shetani amemiliki. So with communication, kupitia mawasiliano, with spider, na huyu buibui. Kuna sinema tunaonyesha watoto zinaitwa Spider-Man. Those are demonic things. Hayo ni filamu ya kipepo. Communication. Mawasiliano. There is somebody who is an elite. Kuna mtu, his name is Bill Gates. Anaitwa Bill Gates. And today, na leo wale ambao mko katika mtandao mnaona vile amesimama sasa. Kwa sababu wakati wao umefika. That man has the biggest say in the world. Huyo Bill Gates ana usemi mkubwa zaidi duniani. He is in every organization. Ako katika kila shirika. The internet is full of all evil, Pastor Lisa. Mtandao umejaa uovu wote. Why? Kwa nini? Because it is a production of spider. Kwa sababu ni uzao wa buibui. That everyone who watches that, kila yeyote atakayeangalia, there are demons who pull you out of the presence of your God. Kuna mapepo na kutoka katika uwepo wa Mungu wako. Because they must win. Kwa sababu lazima washinde. And put the world in their hands. Na kuweka dunia mikononi mwao.
Kisha basi another demon that fell down and was given a government, and this one is a very big office, this one was given. Pepo lingine ambalo lilishuka na likapewa ofisi is a demon whose name is Munar. Ni pepo jina lake linaitwa Munar. Another fallen angel. Hiyo ina mangapi tano? Nilianza na Abu, Jitiad, Spider, Munar. 4. Sasa niko 5. Namba ya 5. Another fallen angel Pepo lingine ambalo lilishuka was given a very powerful office. akapewa ofisi kubwa sana. It's called Shamsa. Anaitwa Shamsa. Shamsa is the sun god. Yeye ni Mungu jua. Mungu jua. All the nations, Mataifa yote, all the peoples watu wote that worship the sun ambao wanaabudu jua worship Shamsa. wanamwabudu yule Shamsa. I'll tell you one group that worships the sun. Atawaambia kikundi kimoja kinachoabudu jua, The Catholic Church. wakati kanisa la Kikatoliki. There's something that is always carried na iko na spikes hivi. Na hiyo iko kama jua, iko kama rays za jua. Na huwa iko mbele katika kanisa ya Catholic. Na saa ingine inabebwa watu wakiwa wanatoka nje, fadha anatoka nje. Saa ingine there's a celebration ambao huwa hiyo kitu inabebwa. That is a sign. Hiyo ni ishara Of a sun god. ya Mungu jua. Look at the pictures and the photos. Angalia zile picha zao Ambazo huwa anaweka za Yesu Kristo na wanafunzi na nini. Utaona kitu cha round saa zote kinaenda round their head. Unaona kitu kama light. Wewe utadhani ni mwangaza kwa maana ni watakatifu. No, it's a sign of the sun god. ni ishara ya Mungu jua. So if you have such pictures, ukidhani ni Yesu, naenda katupe hizo ni takataka. There are also other nations that worship the sun. Kuna mataifa mengine pia yanayoabudu jua. The Japanese, Wajapani. part of the Eastern religions, Zile dini za kule Eastern they worship the sun. zinaabudu jua. Then another fallen angel Kisha malaika mwingine alishuka toka that mbinguni, fell with the devil is Jaguar. anaitwa Jaguar. You remember, ladies, there are sometimes there's a time you are putting on shoes. Tulikuwa tunavaa viatu wakati mwingine sisi wanawake, Written Jaguar ndani. zimeandikwa Jaguar. Ulikuwa ukikosa hiyo kiatu naona huko kwa fashion. Do you know Je, unajua this animal huyu mnyama that is called Jaguar? ambaye anaitwa Jaguar? Who knows that? Nani anamjua huyu mnyama? Huyu ni mnyama anaitwa Jaguar. Mnyama huwa hautokezi mchana na anakaa kwenye mapango and is very black. Na ni mweusi sana. Yuko kama leopard but bigger. But Lakini yeye ni very mkubwa black na mweusi sana, and eyes are big na macho yake ni and he makubwa never comes out during daytime. na hatoki wakati wa mchana. He comes out during night time. Yeye hutoka wakati wa usiku. He lives in caves. Anaishi kule kwenye mapango, He lives in valleys. yale mapango He lives on the mountains. katika milima. Is the king. Yeye ni Now, mfalme. this fallen angel Jaguar is the one in charge of caves. Yeye huyu mfalme Jaguar, yeye ndo anamiliki yale mapango, The valleys and the mountains. milima yote kule. So the devil has taken over everything. Kila mahali amechukua huyu shetani. You go to a cave and say you are going to pray. If you are not careful and you have not been led by the Holy Spirit, Unaenda mapangoni kuomba na hujaongozwa na Roho Mtakatifu na huko makini, my friend, utatoka hapo ukivua nguo. Wengine wanaenda kwa cave ya mabahari. Bahari zina wenyewe. If you are going to pray near the sea, kwanza the sea is the worst. If you are going to pray baharini, kona bahari, be very careful. kuwa makini sana. Lazima roho kunenee, sio kwenda onda ovyo. Na tunaenda baharini ndio kuna baridi kwa sababu unaona maji. Maji yana wenyewe. Lazima uhusike. Then number 7. Kisha ya 7,
There is a fallen angel called dragon. Kuna mwingine ambaye anaitwa joka. Tunaonaga hata watoto wetu wanatoa mchezo wa dragon, watoto wadogo. They have tried to initiate our small kids. Wamejaribu kuingiza watoto wetu wadogo katika mambo kama haya, mambo ya dragon, mambo ya spider, na inakuja kama cartoons. They steal the small minds when they are young. Wanachukua yale mawazo wakiwa bado ni wadogo. So it is very careful to see what your child watches. Not every cartoon comes from God. Ni muhimu sana kuangalia watoto wako wanaangalia nini. Si kila cartoon inatoka kwa Mungu. Now dragon, huyu joka, is worshipped by the Chinese. Anabudiwa kule Uchina. Also some Indians, hata Wahindi wengine pia worship the dragon. Anamwabudu huyu joka. Then number 8. Kisha ya 8. This one is a very powerful demon. Huyu ni pepo mwenye nguvu sana. And given a very controversial office. Amepewa ofisi ya kukanganya sana. It's called Yesu Yusto. Anaitwa Yesu Yusto. Tunasikia ni jina la Yesu. Sasa wajinga, wapumbavu wanaona ni Yesu na si Yesu. Yesu Yusto. Any church, kila kanisa that does not accept ambalo halikubali the power of the Holy Spirit, nguvu za Roho Mtakatifu to operate in it, kufanya kazi hapo, working under Yesu Yusto. hao basi wanafanya kazi chini ya huyu Yesu Yusto. And those are many churches. Na hayo ni makanisa mengi sana, especially yale madini ambao wazungu walituletea kwanza. Kanisa, utajuaje kanisa ya Mungu? Kanisa ya Mungu iko na Roho Mtakatifu ndani, anafanya kazi. Roho Mtakatifu ananena, Roho Mtakatifu anaongoza. Wengi wetu tulifukuzwa katika makanisa kwa sababu tulianza kuongea kwa lugha. Kuna makanisa ukianza kuongea kwa lugha unaambiwa out nje. Toka nje. Makanisa ambao yako na ile inaitwa mipangilio, mitaratara. Na hiyo mitaratara lazima ifuatwe kikamilifu. Kikamilifu. Na ukija kama ambao unataka kuvunja mitaratara unatupwa nje. They don't follow the leading of the Holy Spirit. Hawafuati mwelekezo wa Roho. They follow the leading of Yesu Yusto. Wanafuata mwelekezo wa yule Yesu Yusto. And in those churches, na katika hayo makanisa, you'll find witches and wizards in that church. Utaona wachawi na waganga hapo ndani. Wanarugana humo. Wazee wa kanisa na wako mbele na mifuko yao Biblia. Na ndani ya mfuko kuna hata ndoga. Ni kweli wapendwa? Lakini ukienda wanamtaja Yesu, wanamhubiri Yesu, na ukiketi pale unasikia injili ni injili, lakini hakuna huyu anaitwa Yesu Yusto. Wakati sijajua hii siri, nilikuwa nahangaika sana, namuuliza Mungu, mchungaji ataendaje afanye usherati na Jumapili asimame juu ya madhabahu au bila hata mshipa kumpiga? Nilikuwa sielewi mpaka nilipopata siri Yesu Yusto. Menyamaza sana mno. Another one. This is the 9th one. Na ingine ya 9 anaitwa pepo. That is a demon called pepo. Huyo ni pepo, anaitwa pepo. What? Pepo is in charge of the air that you breathe. Yeye anashughulika na ile pumzi unayopumua. Pepo is in charge of the wind. Anashughulikia upepo. Thunderstorms zingine mnaona, zingine mambo mengine mnaona ni pepo. Nasikia mvua zile ambazo waganga wanarushaga chini
waganga wa mvua ni pepo. Hiyo ndio demon anayefanya kazi. And the last one, na wa mwisho, Dracula. Dracula mnamsikiaga. Dracula, kuna sinema nyingi sana zimekuwa acted za Dracula. Dracula is the fallen angel, ni malaika aliyeshuka, who provides blood, yeye hutoa damu to the kingdom, katika ufalme ya bosi yake Shetani. How does he give blood? Anafanya vipi hiyo? By killing. Kwa kuua. Now some of the accidents that you see, ajali zingine ambazo unaziona zinafanywa na wafanyikazi wa Dracula. Utoa damu. Na hiyo damu, hiyo accident ikifanyika unaweza kwenda usione hata alama ya damu. Lakini watu pale wamevunjika wamekatika, but you never see a drop of blood. Hautaona hata damu. That is the work of Dracula. Hiyo ni kazi ya huyo Dracula. Kazi ya Dracula is to feed the kingdom of the devil with blood. Peleka damu katika ufalme wa Shetani. People are dying because of Dracula. Watu wanakufa kwa ajili ya, kwa sababu yake. Na also hao watu ambao wanataka utajiri, some of our MPs in our government, they serve Dracula. Wanamtumikia huyu Dracula. They give blood to get the positions that they have. Wanatoa damu kupata zile kazi ambazo wako nazo. We have a very corrupt government. Tuko na serikali ambayo iko na ufisadi wa juu sana. Corrupt in everything. Katika kila jambo ni ufisadi. So we can say 1/3. Thuluthi moja. Yeah, 1/3. Thuluthi moja. Hao ni malaika wengi. Yes. Malaika wengi walianguka na Shetani. Na wako humu. Now when you look at I was saying 12 verse 6. 12:6. This is the story of the wilderness, the woman who runs the wilderness. Mwanamke alikimbia kani for protection from Satan. Kwa ajili ya ulinzi kutokana na Shetani. Because God aided the woman to escape. That is Mary and his son. Sababu alimfanya huyu mwanamke akimbie ambaye ni Miriam na mwanawe. Satan always attacks God's people. Shetani kila wakati yeye atapambana na watu wa Mungu. But God keeps them secure. Lakini Mungu atawalinda spiritually. Kiroho. Let me repeat that one. It's very important. Wacha regulate na ni muhimu sana. God always protects his people. Mungu kila wakati analinda watu wake from the attacks of the devil. Kutoka kuvamiwa na huyu Shetani. He makes sure that they're secure. Anahakikisha wamelindwa. But there is an agreement. Lakini kuna makubaliano. God does not protect the wicked. Mungu halindi waovu. I've met many people in this church. Nimekuwa na watu wengi ambao wamekuwa wakitenda vitu ambavyo wanatoka katika ulinzi wa Mungu. Unapojichanganya mpendwa, unapoingia katika mambo si ya kiroho, unajichanganya na Mungu anatoa ulinzi wake. God will give you security. Mungu atakupa ulinzi. But if you are in his doors, lakini kama uko katika milango yake, huwezi kuwa wale wasichana wako wewe uko ndani ya nyumba na kamoja kanatoka usiku. Utashikwa na nani? Utafanyaje? Kakishikwa huko nje, wewe umejaribu kukaambia kaa hapa mpaka mlango unafunga, kanajua vile vya kufungua katoke. Mungu naye anaruhusu, kana kuaruzwa huko. But God does not kill immediately. He has to give you a warning. Lazima atamuonya mwanzo, hamuui hapo hapo. He loves his children. Anapenda watoto wake. Because he is the maker of heaven and earth. Kwa sababu ni Mungu wa mbingu na nchi. All that belongs here belongs to him. Na vyote ni vyake. He doesn't like the devil finishing his work. Hapendi kuona Shetani akimaliza watu wake. He is a God of another chance. Ni Mungu wa nafasi ya pili. Kuna viroho ambao Shetani anatumia. Angalia hiyo group yote nimepatia demons ambazo zinafanya kazi actively in this world. Wanafanya kazi sana katika hii dunia.
Ndio unaona unagongwa, unakasirika. Unakasirika nini? Umetoka nje. Na hasira zako unatoka nje. Kwa maana anything that does not belong to God. Lolote ambalo si la Mungu. Any spirit that does not belong to God. Kila roho ambayo si ya Mungu. Tayari unavikwa vazi la aina nyingine. Ulikuwa umevaa white, unavikwa red. And wewe omba Mungu, kwa maana wakati umevaa red, kwa maana umekosea Mungu, shetani asipite hiyo barabara. Anakumaliza haraka iwezekanavyo ili usipate wakati wa kutubu. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Now the devil, huyu shetani, is not a symbol of legend. It's not a legend. Yes, mtu ambaye si wa kweli. The devil is real. Ni halisi. And I told you originally he was an angel. Kwambia yeye alikuwa ni malaika. But through his own pride. Lakini kupitia kiburi chake. Sema pride. Kiburi. Pride. Kiburi. 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 Mpendwa, kiburi akimpendezi Mungu hata dakika moja. Kiburi ndio kinafanya tutoke nje ya protection ya Mungu. Kiburi, utaki kuambiwa, unaona wewe ni bora kuliko wengine, wewe unajisikia sukari, wale wengine ndio chumvi, sijui watu wengine nini. Pride, kiburi, is the one that brought Lucifer down. ndicho kilimshusha shetani. And even today, na hata leo, God, Mungu, is not happy about pride. hapendi kiburi. Hata Waswahili wenyewe wakasema, aliye na kiburi mngoje chini. Yuaja. Tena unaanguka na kichwa hata si mguu. Angalau mguu utavunjika, utaishiishi. Kiburi kitakumaliza hata kichwa kikikugonga. Ukianguka na kichwa kivunjika hapa kwisha. That is what pride can do. Hivyo ndio kiburi kinafanya. The name Satan means accuser. Jina shetani linamaanisha mshtaki. The devil is God's enemy. Shetani ni adui wa Mungu. And he constantly tries to hinder God's work. Kila wakati anajaribu kuzuia kazi ya Mungu. But the good news is this. Lakini habari njema ni hizi. He is always limited by God's power. Yeye huwa amezuiliwa na nguvu za Mungu. And cannot do only what he is permitted to. Anafanya tu kile ambacho ameruhusiwa. You remember the story of Job? Nakumbuka ile hadithi ya Ayubu. He was limited. Kuna kiwango He alipewa. could not go beyond what God wanted. Hangeweza kwenda zaidi ya kile Mungu alikuwa amemwambia. Amen. Amen. And he actively looks for people to attack. Yeye huwa anaangalia watu ili awavamie. 1 Peter 5:8-9. Mstari wa kwanza 5:8 mpaka 9 inasema, muwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mshtaki wenu ibilisi kama simba ngurumaye huzunguka akitafuta mtu ammeze. Nanyi mpigeni huyo mkiwa thabiti katika imani, mkijua ya kuwa mateso yale yanatimizwa kwa ndugu zenu walioko duniani. Anatafuta mtu afanye nini? Wapendwa, shetani anatafuta mtu afanye nini? Mgeukie mwenzako ambie isiwe ni wewe. Isiwe ni wewe. Satan likes to pursue believers. Yeye hufuata wale waumini who are vulnerable in the faith. Yani wana upungufu katika imani. Hawana msimamo katika imani. Amen. When the preachers preach about faith. Wakati mhubiri anahubiri kuhusu imani, faith is very important. Imani ni muhimu sana. Your faith will make the devil not attack. Imani itakufanya shetani asikuvamie. Unasikia mpendwa? Imani. For example, kwa mfano, when God says, Mungu anaposema that I will protect you, nitakulinda, na uone mambo sivyo yalivyo physically, kiasili, hapo imani yako ndio inasimama. Unasema, Biblia inasema sitaogopa. Sitaogopa. Even through this situation, hata katika hizi hali, I will go through. Nitapita. That is faith. Hiyo ni imani. And that is what makes you win. Na hicho ndicho kitakufanya ukashinde. Wewe unaona mambo, unakutana na mambo, unaanza kuhanya. God is not pleased with that. Mungu hafurahishwi na hiyo. He likes children who are stable. Anapenda watoto waliothibitika. Who are standing still.
ambao wamesimama wima, and they say no matter what, na wanasema haijalishi nini, my Lord liveth. Mungu Bwana wangu anaishi, And this one I'm going through. na hii nitashinda. When you say those words, Ukisema hayo maneno, heavens come down to help you. mbingu inashuka kukusaidia. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. So if you become vulnerable in the faith, Ukiwa ambao hujasimama katika imani, you are spiritually weak, uko kiroho dhaifu, umuombaji, wewe si muombaji, acha nikwambie, kama kuna kitu ambacho kinaogofya shetani ni maombi. Na ndio unaona anapigana na maombi, usiombe. Kwa maana hiyo ndio kitu ambacho shetani hataki kusikia, kwamba watu wanaomba. Because when you pray, kwa sababu unapoomba there is a fire, kuna moto, or there is a substance that you raise in the atmosphere, ama kuna kitu unachoinua katika hali ya anga, that makes the devil shake, ambao kinamfanya shetani atingisike, and he makes sure that you are not going to. atahakikisha wewe hutaomba. Uombi. Unataka lakini uombi. Jana tumekabiliana na Goliath hapo wa kutoomba. I hope everybody is praying. Natumaini kila mmoja wetu anaomba. Another danger is, Hatari nyingine ni you hii, become weak unakuwa dhaifu and vulnerable to the devil na umeanika kwa shetani when you isolate yourself unapokuwa umejitenga from the people of God. kwa watu wa Mungu. Nasikianga mtu anasema, mimi siendi kanisani tena, nitakaa nitaomba hapa hata hapa kwangu, si Mungu yuko, nitaomba hapa. Shetani anasema haleluya, nishakapata hako. Hakuna kanisa unaweza kwenda hii Malindi, hakuna. Sasa shetani anakupatia hiyo lugha, ujitenge, aje akurarue pale ukiwa peke yako. When we are together, tunapokuwa pamoja, we help one another, tunasaidiana, we pray for one another, tunaombeana. If we don't see sister so and so, brother so and so, Usipomwona ndugu fulani na fulani ama dada fulani, searching for them, tunaenda kuwatafuta. we need to lift one another. Tunahitaji kuinuana sisi kwa sisi. Mambo ya kujitenga wewe unajiandika kwa shetani, na yuko kila mahali. Hata kasumiona, hata anatawala ule upepo unapumua, si anatawala upepo. Kuna demon inaitwa pepo, ukipumua hiyo ni bahati tu Mungu anatupatia, lakini angekuwa ameingiza mawe kwa huo upepo. But the good news is this. Habari njema ni hizi. One day Satan will be bound forever. Siku moja shetani atafungwa milele, never again, na hatawahi tena to do his evil work, kufanya kazi zake potofu. Let us continue. Wacha tuendelee. Tulisoma verse chapter 13. 13 ya Ufunuo tulisoma. Amen. Amina. Now there is the beast in chapter 13, we have the beast that comes from the sea. Kuna yule mnyama atokaye baharini katika Ufunuo 13. Amen. Amina. And this beast, na huyu mnyama, he hates Christ. Amechukia Kristo. He hates God's people. Anachukia watu wa Mungu. He hates the power and the authority of Christ. Anachukia ule uweza na mamlaka ya Kristo. He hates the popularity of Jesus among his believers. Anachukia Yesu kwa katikati ya waumini. And he is out to make war against believers. Na yeye amekubali kusababisha vita katikati ya waumini. His ability is to deceive. Uweza wake ni wa kudanganya. Now, the critical blow to Satan pigo kubwa kwa shetani came when the Lamb Jesus Christ shed his blood for us. lilikuja pale Yesu alipomwaga damu yake. Hapo ndipo shetani alipata inaitwa blow. Alijikuta not aware. Yeye hakutarajia. He was not aware. Hakutarajia. He got a blow. Akapigwa ngumi kubwa. So the victory is won by sacrifice. Kisha vita vilishindwa kupitia sadaka. And Christ's death. Na kifo cha Kristo. Christ's death is our place to pay the penalty for our sin. Kifo cha Kristo ndo mahali petu kulipa ile gharama ya dhambi.
and the sacrifices we make na ile sadaka tunayotoa because of our faith in him. kwa sababu ya imani yetu kwake. Now, ladies and gentlemen, Mabibi na mabwana, as we face the battle with Satan, tunapopigana na huyu adui we shetani, should not fear lazima tusiogope or escape from it, ama kukimbia, but we should loyally serve Christ. lakini kwa moyo wote tukamtumikie Kristo. And it's him alone who brings victory. Na ni yeye tu peke yake atakayeleta ushindi. When you have time, read Romans chapter 8. Ukiwa na wakati soma Warumi 8 34 to 39. 34 mpaka 39. Now the devil begins to set up his persecution. Huyo shetani akaanza kuweka mateso yake Because he knows that he has only a short time. kwa sababu anajua yeye wakati wake ni mdogo. The ones who are here the other time, Wakati wengine wale mliokuwa hapa the last Thursday, ile Alhamisi iliyopita, we found out that part of Matthew chapter 24 is already done. tukaona kwamba Mathayo 24 tayari ilikuwa ishatendeka. The persecutions have started long time ago. Yale mateso yalianza huko nyuma kitambo. The disciples were part of the persecution. Wale wafuasi wa Kristo walipitia yale mateso. And even today people are being Na persecuted. hata leo watu bado wanapitia haya We mateso. are living in the last days. Tunaishi katika nyakati za mwisho. Ukiukia mwenzako mwambie it is the last days. Ni siku za mwisho. And Satan's work has become more intense. Na shetani kazi yake imekuwa na nguvu sana. Even though the devil is powerful. Hata ingawa huyu shetani ana nguvu sana. As we can see by the condition of the world. Tunavyoona ulimwengu unapoenda. He's only under God's control. Yeye ako chini ya mamlaka ya Mungu. Kwa mfano, COVID-19 was created by him. Hii COVID-19 ilitengenezwa na yeye. Are you there? Yes. And God Na Mungu allowed it. aliruhusu. Nasema wacha niendelee. And now, Na sasa look at what is happening today. angalia kunatendeka nini? Wanaokufa sana ni kina nani? Na Amerika, Mungu aisaidie. Kwa maana ni nchi sio nzuri. Na saa hii wanapambana na Wachina. Na Mchina Mungu wake ni nani? Ndio nitawaeleza nyuma. Sitaki kukimbilia huko. So the devil is working. Shetani anafanya kazi. Now knowing that the last great confrontation with Jesus is near. Akijua kwamba kuja kwa Yesu kumekaribia. Satan is desperately trying to recruit as great a force as he can. Yeye anataka kuleta wafanyikazi wengi zaidi katika umiliki wake venye anavyoweza. Amen. Amina. Satan is battling daily. Shetani anafanya kazi kila siku To bring more into his ranks. kuleta watu wengi zaidi kwake And to keep his own from defecting to God's side. Na kufanya watu wake wasiende upande wa Mungu, amewablock. Amen. Now those who belong to Christ Wale walio wa Kristo have gone into battle on God's side. wameenda katika vita vya upande wa Mungu And he has guaranteed victory. na amehakikishia ushindi. Are we together, church? Tuko pamoja kanisa. God has guaranteed us victory. Yeye ametuhakikishia ushindi. God will not or will never lose the battle. Mungu hatawahi kushindwa vita vyote. But we must make certain Lakini lazima tumfanye shetani not to lose. We must not lose the battle for our own souls. tusishinde vita vya nafsi zetu wenyewe. Nafsi yako, ndio unasikia nakwambia kaa kivyako vyako. Ujui huyu ambaye karibu na wewe amelala wapi, ameshindaje, anaweza akaja kukuambukiza. Kaa kivyako vyako. It's a battle for your own soul. Ni vita kuhusu nafsi yako Don't mwenyewe. waver in the commitment of Christ. Usitingisike katika kujiweka kwa Mungu ama. Yes, and a great spiritual battle Na vita vikuu vya kiroho is being fought, vinapiganwa and there is no time na hakuna wakati for indecision. kwa Kutofanya uamuzi. kutofanya uamuzi. Lazima kila mtu hapa afanye uamuzi. Amen. The ones who is hearing my voice. Wale wanaisikia sauti yake. Now the beast Yule mnyama that the
I call him the beast A, yule mnyama wa kwanza was initially identified with Rome. yeye anahusishwa na Roma. Now remember the great kingdom of Rome. Ule ufalme mkuu wa Warumi. Now because the Roman Empire, kwa sababu hawa Warumi ama ufalme wa Warumi in its early life, early days, katika siku zao za kwanza encouraged an evil life. Walikuwa wanasababisha maisha maovu. The Romans were lifeists. Warumi walikuwa ni watu wa raha. And these Romans persecuted believers. Na Warumi wakapeana mateso kwa waumini. And Romans opposed God. Na Warumi wakampinga Mungu and his followers. Na watu wake. Even today. Mpaka leo. Now, mpaka leo kivipi? The fallen angel, yule malaika aliyeshuka, whose name is Shamsa, ambaye jina lake ni Shamsa, in charge of Catholics, akihusiana na Katoliki, has trapped many souls. Ameshika nafsi nyingi sana. In the world, katika dunia, the biggest percentage of Christians, Wakristo wengi zaidi, are Catholics. Ni Wakatoliki. Na kumtoa mtu kwa Katoliki ni kama kumtoa Muislamu kwa Uislamu. Because every day, kila siku, that they eat that smoke bread, wanapokula huo mkate mdogo, they are being initiated in human worship. Wanaingizwa katika kuabudu, demonic worship, katika kuabudu mapepo. That smoke bread, hapo kamkate kadogo, that comes from nowhere else except Rome. Unapotoka kule Roma, Vatican, it cannot be brought from Kenya. It comes from the, inatoka kule, haitoki Kenya. In round kale kamkate pale ndani, a small dot is human blood. Kale kadogo pale ndani ni damu ya mwanadamu. And that's why, ndio maana sometimes not easy to bring a Catholic to the Lord. Wakati mwingine si rahisi kumtoa Katoliki kumleta kwa Mungu. Because it is always devil worship, even as they go before the church. Kwa sababu ni kuabudu shetani, hata wanapoenda kula ile mikate yao midogo midogo. Not easy. Si rahisi. And when they worship, there is this Mary, they say Mary, the mother of Jesus. Wanapoabudu kuna huyu Miriam anasema mama wa Yesu. Mary has many names. Miriam kuna majina mengi. She is called Mary Marijuela. Anaitwa Miriam Marijuela. And she's called Rose. Na anaitwa pia Rose. Now the name Rose is the rosary power. Hili jina la Rose ndio uweza wa rosari. Every staunch Catholic, kila Mkatoliki, has a string. Akona a string kamba that runs from Queen Rose, ambayo inatoka kwa yule Rose to that person, mpaka kwa huyo mtu. And that Queen Rose who sits, na huyo Malkia Rose, is Mary, ni Miriam, that they worship, ambayo wanaabudu. She's a demonic woman. Yeye ni pepo, mwanamke wa kipepo. If your people are in Catholic, kama watu wako Katoliki, pray for them to come out. They are perishing. Waombe watoke huko, wanapotea. It is a mockery, ni ya mzaha, that the Catholics are doing to Jesus Christ. ambao Wakatoliki wanamfanyia Yesu Kristo. A total mockery. Ni mzaha kabisa. Instead of Jesus being worshipped, badala ya Yesu kuabudiwa, they bow down to statues. Wanapigia magoti sanamu. Secondly, ya pili, they don't recognize the power of Jesus. Hawatambui uwezo wa Kristo. They pray to Mary, wanamuomba kupitia Miriamu, and the dead saints, na wale waliokufa, to help them. kuwasaidia. Mockery. Mzaha. Dhihaka. This is now the beast. Huyu ndio mnyama. Mockery. Dhihaka. There's no repentance of sin. Hakuna kutubu kwa dhambi. You go through the Father. Unaenda kwa yule Baba. We have a Father. Tuko na Baba. The children of God, wana wa Mungu, who acknowledge Jesus Christ, ambao wanamtambua Yesu Kristo, is our Father. ni baba yetu. And we don't have another Father. Na hatuna baba mwingine. A godly Father. Baba wa kiungu. Except the ones who are biological. Wale ambao ni wa kiasili. So when we come to pray, tunapokuja kuomba, we come to
to our spiritual father. Tunakuja kwa baba yetu wa kiroho. We call him Na father. tunamuita baba. But these people have brought up men. Lakini hao watu wameinua wengi. Total mockery. Dhihaka zaidi. Who come to listen to what you have done. Ambao wanakuja kusikia kile ambacho umekifanya. And you repent to him. Na unatubu kwake. And he doesn't tell you that the blood of Jesus has cleansed. Na hakwambii kwamba damu ya Yesu imekutakasa. He tells you go and read Hail Marys, 10 of them. Anakuambia nenda ukasome. Now, Sasa look at the rosary that they have. angalia ile rosari Now, walionayo. this rosary is connected to the princess Rose. Hii rosari imeunganishwa na huyu malkia Rosi. And this rose Na hii rosari has no, aina tofauti na ya Kiislamu. Those are the only three, there are 3 religions kuna dini 3 in the world katika hii dunia who use the rosary. ambao wanatumia They rosari. all belong to the devil. Na wote ni wa shetani. It is the Catholic, Wakatoliki, the Islam, Waislamu and the Hindu. na Wahindi. Huyo father ambao umeenda kumwambia jana nilidanganya. Do you know what he did last night? Je, unajua alifanya nini usiku He uliopita? molested a small boy Alilala na kijana mdogo pale katika mahali pa. Total mockery. dhihaka ya kweli kabisa. What does the Bible say? Maandiko yanasemaje? There's nobody who can forgive your sins. Hakuna yeyote anaweza kukusamehe dhambi Except the blood of Jesus. isipokuwa ni damu ya Yesu Jesus Kristo. only. Yesu Total pekee. mockery. Dhihaka ya kweli. That is the beast. Huyu ni mnyama. Now, kama ningewaelezea mambo, huyu beast ambaye ametokeza, ambaye honi yake moja imegongwa, hiyo ni historia ya zamani ambayo inaweza kuchukua muda mrefu. But the papacy, Ofisi ya papa the papacy is the beast now. ni huyu mnyama sasa. And many people Na watu wengi sana are getting lost. wanapotea. Pray for your relatives Ombea ndugu zako to come out of this mountain. watoke hapo. Na nakwambia ni ngumu sana kumtoa Mkatoliki, inachukuaga mkono wa Mungu. Yes. Kumtoa. Na ukiona Mkatoliki anatoka ni yule ambaye alikuwa hana afuati sana, fuati sana. It is true. Lakini yule mko deep kumtoa. Tena ukimtoa lazima uwe very careful, kwa maana Rose anaweza akamua. I saw one being killed by Rose. Aliona mmoja akiuliwa na Rose katika uwepo wake. It is very deep. Ni ya ndani zaidi. So, Kwa hivyo basi, the fallen angel Shamsa, yule malaika Shamsa aliyeshuka kutoka mbinguni, charge of Catholics, ambaye anamiliki hapa kanisa Katoliki, has trapped many souls. ameshika nafsi nyingi sana. Is counterfeit. Yeye ni bandia. What he does, Kila anakifanya people think that, feel that it is good. Wakiwa pale wanaona ni mambo mazuri. Look at their songs. angalia nyimbo zao, Their songs do not resemble any other songs. hazitafanana na nyimbo zingine. Umesikiza nyimbo zao? Have you heard their songs? Je, ushasikiza hizo nyimbo? They have a special tune. Wako na muziki fulani Special tunes wa kipekee that do not and never sung in other churches. na hauimbwi makanisa kwingine kote. So the beast, Huyu as I read now, as I speak now, hapo anaponena sasa, isi mchezo. The Pope now ametoka sasa. Yes. Waziwazi Pope anajiita Mungu sahi. Alikuwa amejificha, lakini sasa wakati umefika anaanza kujiita Mungu. When you follow him, unapomfuata you see what he is now. utaona kile Mambo ambayo alicho sasa. walikuwa wanaficha wameanza kutoa. It's the beast. Yeye ni mnyama. Now remember,
The number is the number of a beast. Ile nambari ni namba ya yule mnyama. Na kuna jina ambalo limeandikwa Kikatoliki, yani Kilatini, katika ile kidude ile popa anabeba. Hiyo kitu, hiyo jina, I forgot to write it. Amesahau kuiandika. It is written in Roman. Imeandikwa Kirumi. And when you calculate it, na unapohesabu it comes to 666. Inatokea 666. This is Antichrist. Is Antichrist. Huyu ni mpinga Kristo. The papacy is against Christ. Huyu pope basi yeye ni mpinga Kristo. Now, as the dragon that is in 12:17. 12:17. Yule dragon sasa shetani mwenyewe is in opposition to God. So the beast from the sea is against Christ. Yeye amempinga Mungu, kwa hivyo huyu mnyama anampinga Kristo. And may be seen as Satan's false messiah. Na anaweza kuonekana kama mesaya wa shetani ambaye ni fake. But it is true, is Satan's false messiah. Yeye ni mesaya wa shetani ambaye si wa kweli. Because even the Bible hata maandiko that they use ambao wanatumia has been tampered with. Yamefanyiwa karabati kidogo. Catholics do not know this Bible. Wakatoliki hawalijui hili Biblia. It has been hidden from them. Limefichwa kutoka kwao. There is a book they call Misale. Kuna kitabu kanaitwa Misale. That they use for their mass. Ambao hutumia katika zile ibada zao. And the father uses the big Bible. Na yule baba basi hutumia Biblia kubwa zaidi. Na watu wanakuja wanasoma somo la kwanza na la pili. But nothing. Lakini hakuna lolote. No revelation. Hakuna ufunuo can come out of that one. Inaweza kutoka katika hilo neno. It is a sign of mockery. Ni ishara ya kudhihaki. That we are reading the Bible. Ambapo wanasema tunalisoma neno. Ili wateke wengi waone Biblia inasoma lakini hakuna Biblia. Now the early Roman Empire, wale Warumi wa kwanza, was strong. Ilikuwa ina nguvu. Uongozi wa Rumi wa zamani ulikuwa na nguvu. Amen. And also it was Antichrist. They set it on Antichrist standards. Walikuwa wameweka katika viwango vya kumpinga Kristo. Now when Martin Luther King opposed it, wakati huyu mtu anaitwa Martin Luther King alipinga, because they looked at what was happening there, kwa sababu waliona kile kinatendeka pale, and they compared it with the Bible, na wakalinganisha na Biblia, ilikuwa haiendeshani. Even the other day I was telling you, we are not supposed to worship on Sunday. Hata siku nyingine akasema hatustahili kuabudu siku ya Jumapili. It is because of the Roman Empire. Ni kwa sababu ya ufalme wa Warumi that pushed, ambao ilisukuma the worship of Sunday so that they can worship. That is they were worshiping their sun god. Watu waabudu siku ya Jumapili kwa sababu walikuwa wanaabudu Mungu wao tu. And it is Sunday. Na ni siku ya Jumapili. And the Protestants tried to refuse this. Na hawa Protestant basi wakajaribu kupinga. But because the Roman Empire was strong. Lakini kwa sababu ya ufalme wa Rumi ulikuwa na nguvu. Kila mahali pakaandikwa watu watakutana lini? Siku ya Jumapili. Jumapili. The Adventists are true. Hawa wa 70th day basi wako kweli. Lakini shida yao, Jumamosi itakuokoa. Uabudu Jumamosi, uabudu Jumatatu, uabudu nini? What is the difference? Tofauti iko wapi? Jesus said, Yesu akasema, I'm the Lord of the Sabbath. Mimi ni Bwana wa Sabato. So let us remember. Wacha sisi tubaki. Unaona vile hii papacy imefanya kumislead even the whole world in worshiping the wrong day. Imefanya watu kupotoka katika kuabudu siku ambayo si sawa. So Martin Luther opposed it. Huyu Martin Luther basi, and many other individual powers throughout history. Na wengine katika historia. And did Martin Luther surely exist? Martin Luther basi alikuweko. Alikaa. He was assassinated. Aliuliwa. Kwa sababu siasa zake za Biblia zilikuwa hazikubaliki.
So Satan's evil ule uovu wa shetani will culminate a final antichrist. Itazaa final antichrist. Amen. One will focus on the power of evil against Jesus. Ambaye atakuwa makinika sana na uwezo wa uovu katika kupinga Kristo and against his followers. Na watu wake. Look at what the little thing that has happened during this COVID time. Angalia kile kitu kidogo kimetendeka katika hiki kipindi cha COVID. Immediately when this thing came, ilipotokea tu throughout the world, dunia nzima, the churches were closed. Makanisa yote yakafungwa. That is what the devil wanted. Na hivyo ndivyo shetani alitaka. When people come together, wakati watu wamekuja pamoja, worship God, the true God, na kuabudu Mungu wa kweli, there is a power that comes up. Kuna nguvu zinatoka. And that power blocks and inafanya kazi za shetani zisienee. Hiyo nguvu ambao ile tunaabudu hapa, kuna vitu vinatendeka. If we do this and another church is doing that and another church is doing that, inakuta shetani hawezi kumove vile anataka. So why can't they quieten the church? Kwa nini wasinyamazishe kanisa? Thank God for Magufuli. Shukuru Mungu kwa ajili ya Magufuli. He has proved to the world that there's a God that lives. Amehakikishia dunia kwamba kuna Mungu anayeishi. Now the dragon, Satan, yule joka shetani, the red one, yule mwekundu, has two accomplices. Watu wawili wanaofanya kazi nao. Amen. The beast of the sea, mnyama wa baharini, alafu na mwingine anaitwa the beast of the earth, na mnyama wa duniani. Kwa duniani simuona kwa pale nyuma amekuja. Now ule wa dunia, now let us just tell, because the beast, kwa sababu ya mnyama, is the antichrist, ni mpinga Kristo, is a false messiah. Yeye ni messiah fake. It will be a counterfeit of Christ. Yes, ni bandia. And will even stage false resurrection. Na atafufua watu kibandia. Unaona hapo ni 13:14 tuambiwa atakuwa anafufua watu. Na Wakenya na muujiza. Atakuwa anaweza kutoa moto mbinguni ukashuka. Na Wakenya na muujiza. Si tutakwisha. Because that is what Kenyans want to see. Hivyo ndivyo Wakenya tunapenda kuona. I'm not talking about the other word, Kenyans. Sisi wa Kenya Tunatakaka bali pana kamuujiza. Kamuujiza tu ukija mtu hapa ambaye anavuta moto ama anaondosha ule mti, unafika hapa wote. Kenya zote. Yani Malindi kutakuwa na kanisa. Itakuwa nini tu pekee yake. But the problem is, shida ni hii. We don't ask ourselves what power are they using. Hatujiulizi anatumia uwezo gani. Not every man of God, sio kila mtumishi wa Mungu, is a man of God. Ni mtumishi wa Mungu. These are the last days. Hizi ni siku za mwisho. Not every man of God carrying a Bible, sio kila mtumishi wa Mungu anayebeba Biblia, is a man of God. Ni mtumishi wa Mungu. Not every miracle worker, si kila muujiza, is a man of God. Ni mtumishi wa Mungu. These are the last days. Hizi ni siku za mwisho. In Revelation 13:14 tuambiwa atatoa moto kutoka mbinguni. People will follow and worship. Watu watamfuata na kumwabudu. Because of the power of miracles. Kwa sababu ya uweza wa kutenda miujiza. That is chapter 13:3-4. 13:14. Now, look at this. Angalia hii. He will unite to 13. 7-8. 7-8. It says he will unite the world under his leadership, and he will control the world's economy. Tena akapewa kufanya vita na watakatifu na kuwashinda. Akapewa uwezo juu ya kila kabila na jamaa na lugha na taifa. Alafu akapewa uweza. Nao ndio unaendelea sasa. Wamepewa uweza. Sema new world order. Ulimwengu mpya. Sasa mambo yale yanaendelea. Kuna watu ambao wanaendelea sana, wanaitwa Illuminati. Umesikia hiyo neno? Illuminati. They are now, we call them the elite. Tunawaita mashuhuri. The people who have say.
watu walio na usemi hapa duniani, the billionaires, wale mabilionea. Na huyu tajiri wamepewa na nani? Na shetani. Yesterday, jana, they don't know what to do in US. Hawajui wafanye nini pale Marekani. Ugonjwa umeinuka. In Spain ugonjwa umeinuka tena. France ugonjwa umeinuka. God is trying to speak something to them. Mungu anajaribu kunena kitu katika maisha yao, but they don't want to hear. Lakini hawataki kusikia. New world order. Huu ulimwengu mpya. What is the new world order? Ulimwengu mpya unamaanisha nini? There is a secretive power. Uweza wa siri. And in brackets we can call them the elite. Na katika mabano wale mashuhuri. With a global agenda. Na mada ya kiulimwengu. In conspiring eventually rule the world. Kupanga kutawala ulimwengu. Through an authoritarian world. Kupitia mamlaka ya ulimwengu. World government. Serikali ya ulimwengu mzima. The new world order. Huu ulimwengu mpya. Kuna saa hii watu wamejipanga. Kunaenda kuwa na serikali moja, which will replace sovereign national states. Ambayo itabadilisha yale mataifa makuu. Kenya is a sovereign state. Alright? Ni taifa ambalo linajitawala lenyewe na mambo yake. Amen. So in the world most of the nations are sovereign states. Mataifa mengi yanajitawala yenyewe. But now they will all be brought together. Lakini sasa ataletwa pamoja. And we are going to have one government. Na tutakuwa na serikali moja. And one currency. Now watch China. Angalia hii China. Watch China. Angalia hawa wa China. China is coming up. China inainuka financially, kifedha, and in the ways of industrialization. Katika mambo ya viwanda. Na inaweza ikapita Amerika. US, Marekani, is the superpower. Ndio taifa lenye nguvu zaidi. Lakini China iko nao huko kwa huko. Which means ikifika wakati wa 2030 utakuwa na mnyang'anyiro. One government, serikali moja, one currency, na pesa moja, sarafu moja. Na kuna mambo mengine mnaona walikuwa wanasema kwamba hii corona kuja, kuna nguvu zingine za internet ambao walikuwa zinaitwaje, ambao zimewekwa. Exactly. 5G. Now they are trying to improve digitization. Wanajaribu kuboresha hii digital. Boresha. Kwa sababu katika hiyo miaka ambao wamesema wanataka ikifika miaka wakati hiyo kila mtu duniani awe yuko digital. Hapo ndipo ambapo utakuwa uwezi kununua wala kuuza bila hiyo namba yao. Kwa hivyo nataka kuambia wapendwa, sasa hivi tuko katika nchi, tuko katika mwisho. As we talk now, tunapoongea sasa, that number, hiyo nambari is being used abroad. Inatumika kule, wameanza kuwekwa hands chips katika mikono yao, wamewekwa vile vidogo vidogo. Na ukiona cha mwenzako kinanyolewa, chako anza kutia maji. Because Africa, sababu sisi Afrika is poor. Tuko maskini. We mostly depend on them. Tunawategemea sana. Unasikia mjinga Mwafrika anasema tunangojea dawa ya COVID itoke kule tuje tudungwe. Mwafrika mjinga ambaye akili yake ilibebwa. Unajua shida Mwafrika akiona ngozi nyeupe ni kama bongo anaona kamungu kadogo. That vaccine,
hiyo dawa, that vaccine we are talking about, which is now being prepared, ambayo inatengenezwa, that is a mistake. Hiyo ilikuwa kama makosa. When it comes to us, inapotukujia, things will start working, mambo yataanza kufanyika in a opposite way, katika hali ambayo si sawa. That's why the church, the true church is crying. Ndio kanisa la kweli linalia na kuomba. That vaccine will not reach Africa. Hiyo chanjo haitafika huko Afrika. Amen. 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 We are living in the last days. Tunaishi katika nyakati za mwisho. Organized organizations, mashirika yaliyopangiliwa. Wakati huu wale waliokuwa macho wakati wa COVID, tumejua WHO ni nini. It is a demonic organization. Hili ni shirika la kipepo. Na hawasemi, wanaosema ndani the elite, wale mashuhuri. Na wewe juzi nilisema on last Thursday, I said some of us here, sema wengine wetu hapa will not die. Hatutakufa. They will see Jesus coming. Watamwona Yesu akishuka. Because tumeishamaliza. 2030 ni lini? Si ni kesho kutwa? Ikiwa 2030 tutakuwa tayari world currency iko moja. Hiyo si mwisho wa dunia. Listen, ladies and gentlemen. Sikilizeni mabibi na mabwana. The power uweza given to the beast ambao umepewa yule mnyama will be limited by God. Utawekewa kiwango na Mungu. Will allow him, the beast, to exercise authority only for a short time. Ataruhusiwa tu kutumia uwezo wake kwa muda fupi sana. Even when the beast is in power, because he will be in power. Hata akiwa katika mamlaka. And God will allow it. Na Mungu ataruhusu. Ataruhusu. Kwa sababu gani? He wants to see who is faithful. Anataka kumuona mwaminifu atakuwa ni nani. Hata stopisha. Mwambie mwenzako astopishi Mungu. Hata uende useme utafunga siku 40, iwe mgusi Mungu anasema ninaachilia mdudu. Sasa jipake. Mdudu anakuja wapema, siku zinakuja mbaya. La kwanza kuna kitu kinaitwa njaa. Na hiyo nimeambiwa tena jana nilipokuwa naomba. Waambie watu wangu njaa inakuja. Njaa mbaya, njaa mbaya. Na njaa Pastor Eliza inafanyaga watu wakusane. Njaa inafanyaga watu wauane. Njaa inafanyaga watu waibe. Njaa inakuja. Sasa sikumuuliza baba inakuja Kenya. Hapa ndo ananiambia waambie njaa inakuja. Wajitayarishe watu wangu. Lakini watakao simama na kukaa ndani yangu hawatatayarika. Nitakuwa pamoja nao, nitawalinda. Don't come out of the circle. Usitoke katika huo mzunguko. Don't come out of the protection circle. Usitoke katika ulinzi wa Mungu. This beast will establish worldwide dominance. Huyo mnyama ataweka ule umiliki wa kidunia. And demand everyone to worship him. Na kutaka kila mmoja mwabudu yeye. And many. Na wengi will worship him. Watamwabudu. If you refuse to worship, ukikataa kumwabudu, the beast will resort in temporary suffering. Yule mnyama ataweka mateso ya muda for God's people. Kwa watu wa Mungu. But you'll be rewarded if you make it. Lakini utatuzwa ukiweza kusimama. Now in this time of persecution, katika hizi siku za mateso, kwa maana wapendwa, mambo magumu yanakuja. Hard times are coming. COVID was not hard. Hii COVID haikuwa ngumu. You remember what I tell when I started with Matthew 20. Akaanza na Mathayo 24. Thunderstorms. Baba jana ananiambia, mwanangu, kutakuwa na mitetemeko ya ardhi mpaka ardhi itakuwa inapasuka, wengine wanaingia ndani. Hiyo ndio inakuja. Lakini waambie wanangu, yule ambaye atakaa mwaminifu, huo mtetemeko wa ardhi ataona wakimezwa, lakini yeye hatapatikana. Amen. Tetemeko ardhi, mafuriko. Umeona kile kinafanyika Sudan? Mpaka Sudan inatangaza nini? National siku ya hili unasema kukiwa na tragedy
there is a day that the government huwa ina announce kwamba sahi hakutakuwa kuna audit. Not morning. Yaani kuna mambo yamefanyika mpaka sasa the whole country ishughulike na hilo jambo. Sudan. Wale ambao sahi wameona Sudan maji matupu. Why? Kwa nini? Why Sudan? Kwa nini Sudan? So much blood. Damu nyingi sana. Was watu walikufa wengi, waliuawa wengi, damu ambazo hazina hatia. Sasa waangalie Sudan, kile shida wako nayo ni mafuriko. Na usisahau COVID imekatia hapo, imeketi hapo kando ikiwaambia na niko hapa, msisahau. So many things happening in this world. Mambo mengi yanatendeka sana duniani. Thunderstorms, earthquakes. Tetemeko ya ardhi. They are happening. Tendeka sana. Na baba anasema vitazidi. Juzi nilikuwa nawaambia barafu ambazo zilikuwa haziyeyuki. Miaka twende, miaka turudi. Saa hizo barafu zimefanya nini? Zimeyeyuka. Alafu scientist anasema dunia nini? Mabadiliko ya hali ya anga. Inaitwaje? Mabadiliko ya anga. Global warming. Asa ukiwauliza hiyo global warming inaweka. Kwani kuna mtu ameenda akawasha moto hiyo milima? Huko mbali kabisa, mahali ambapo hakuna wanadamu wanaishi, milima ya barafu inayeyuka, na haijayeyuka toka dunia ilipoumbwa. Juzi niliwaambia ni nini? Dhambi. Wickedness. Uovu Imefanya hata ardhi tunaoishi iathirike. Wickedness. Uovu. I want to finish. Nataka kumaliza For today. Kwa siku ya leo. Now the times of great persecution that John saw. Zile nyakati za mateso makubwa ambayo Yohana aliziona. Will provide an opportunity for believers. Zitatoa fursa kwa waumini. To exercise patience. Kutumia kuvumilia kwao. To exercise endurance. Kufanyia kazi uvumilivu wao. To exercise faithfulness. Kufanyia kazi uaminifu wao. These tough times which are coming. Hizi nyakati ngumu zinazokuja right now. Kuanzia sasa. Are also opportunities for spiritual growth. Ni fursa ya kukua kiroho. Why are you gathered here? Kwa nini umekusanyika hapa? Kwa nini huko kwako ukiangalia runinga na sikuna kale ka sinema unapenda? Why are you here? It's because ni kwa sababu this is an opportunity God is giving you. Hii ni fursa ambayo Mungu amekupa To raise up your spiritual antenna. Uinue viwango vyako vya kiroho. Don't fall into the trap of Satan. Usianguke katika mitego ya shetani. And turn from God when hard times come. Na mrudie Mungu wakati wa shida. Instead, badala yake, use those tough times. Tumia hizo nyakati za shida as opportunities for growth. Kama fursa ya kukua. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Antichrist is here. Yule mpinga Kristo yuko hapa. Acha ni stop now. Tumalizia hapo. Unyakuzi uko hapa karibu. Mateso yanakuja. Na itafikia wakati ambao mateso itakuwa mengi. Na hapo Kristo atachukua kanisa lake. Na si kitambo. Mpendwa, leo nakwambia si kitambo. Si kitambo. Kwa sababu yote ambayo Yesu alitabiri ya mwisho yamefika. Na unyakuzi unaweza ukaja. Kutabiri mimi anytime. Wakati wowote. Mpendwa, tafadhali hakikisha kama uko katika unyakuzi, na hakikisha ikiwa hutapatikana katika unyakuzi, umekufa ndani ya Kristo.
usikose Thursday. Kwako Baba, wimbo